Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa hotuba nzito na yenye ujumbe mpana wa kisiasa, kiuchumi na kiusalama katika mkutano wa jukwaa la uchumi duniani WEF huko Davos, akionya kuwa dunia inaelekea katika hali hatari ya kukosa mwelekeo wa kisheria na maadili katika uhusiano wa kimataifa. Macron, ambaye alionekana bado akiwa amevaa miwani ya juu kutokana na matatizo ya macho, alitumia jukwaa hilo kueleza wasiwasi wake kuhusu mabadiliko ya mfumo wa dunia, akisema ulimwengu unaingia katika enzi mpya, enzi ambayo nguvu ya kijeshi na kiuchumi inaonekana kuwa ndiyo sheria pekee inayotambuliwa. Katika hotuba yake, Macron alieleza kuwa dunia inaondoka katika mpangilio wa kimataifa uliokuwa umejengwa juu ya sheria, makubaliano na taasisi za pamoja. Kwa mtazamo wake, mataifa makubwa yanazidi kutumia nguvu badala ya diplomasia, hali ambayo inahatarisha udhabiti wa kimataifa. Kauli hii imekuja wakati ambapo mvutano wa kijeshi unaendelea kuongezeka Mashariki ya Kati, Ulaya Mashariki na Asia ya Mashariki, huku mashindano ya kiuchumi kati ya Marekani, China na Umoja wa Ulaya yakizidi kuwa mkali. Macron alitoa msimamo unaoweza kuzua mjadala mkubwa barani Ulaya kwa kuitaka Ulaya kufungua milango zaidi kwa uwekezaji wa kigeni kutoka China, lakini kwa masharti maalumu. Kwa mujibu wake, Ulaya haitaki tena kuwa soko la bidhaa zinazokamilika kutoka nje, bali inahitaji uwekezaji wa moja kwa moja unaohusisha uzalishaji, ajira na uhamasishaji wa teknolojia ndani ya bara hilo. Macron alisisitiza kuwa hatua hiyo sio ulinzi wa soko kwa maana ya kujifungia, bali ni jitihada za kulinda viwanda vya Ulaya dhidi ya kudidimia katika ushindani wa kimataifa. Macron alijitahidi kutofautisha kati ya kulinda maslahi ya kiuchumi na sera za kujitenga kiuchumi, akisisitiza kuwa Ulaya lazima ijilinde bila kuvunja kanuni za biashara ya kimataifa. Rais huyo wa Ufaransa alisisitiza kuwa Ulaya inahitaji kuongeza uwekezaji kwa kiwango kikubwa, hasa katika sekta nyeti na za kimkakati kama akili bandia AI, nishati, teknolojia za kijeshi na miundombinu ya kidijitali. Kwa mtazamo wake, bila uwekezaji mkubwa na wa haraka, Ulaya itaendelea kusalia nyuma ya Marekani na China katika ushindani wa kiteknolojia. Alikiri wazi kuwa uwezo wa ushindani wa Ulaya bado uko chini ukilinganishwa na wa Marekani, hali inayotishia nafasi ya bara hilo katika uchumi wa dunia wa siku zijazo. Macron pia alitoa wito wa kuongezwa kwa matumizi ya ulinzi barani Ulaya, akihusisha hatua hiyo na ukuaji wa uchumi na uhuru wa kimkakati. Kauli hii imeibua tafsiri kuwa viongozi wa Ulaya wanajaribu kuhalalisha matumizi ya mabilioni ya fedha katika sekta za kijeshi kwa kisingizio cha kuchochea uchumi. Hili linaibua mjadala mpana kuhusu iwapo ongezeko la bajeti za kijeshi linaweza kweli kusaidia ustawi wa wananchi wa kawaida au linaongeza hatari ya mbio za silaha katika dunia ambayo tayari imejaa migogoro. Katika kauli kali zaidi, Macron aliwakosoa wazungu wa sasa kwa kile alichokiita kuwa ni upole au uaminifu wa kupindukia katika dunia isiyo na huruma. Kwa maoni yake, Ulaya imekuwa ikicheza kwa kufuata sheria wakati wengine wanavunja sheria hizo bila kusita. Alisema Ulaya ni ya polepole sana katika kufanya maamuzi na utekelezaji wa mageuzi, akitoa wito wa mageuzi ya kina ya kisiasa na kiuchumi ili bara hilo liweze kuendana na kasi ya dunia ya leo. Kauli hizi zimeonekana kama ishara ya Macron kujitokeza kama mmoja wa watetezi wakuu wa mageuzi makubwa ya Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu wa Ubelgiji Bart De Wever aliongeza mtazamo tofauti, akisisitiza kuwa hakuna taifa linalotamani kuwa sehemu ya China au Marekani, bali mataifa mengi yanatamani kujiunga na Umoja wa Ulaya kwa sababu ya heshima kwa sheria, utu wa binadamu na diplomasia ya busara. Kwa upande wa Marekani, waziri wa hazina Scott Bessent alizungumzia sera za ushuru za rais wa Marekani, akieleza kuwa alishauri mataifa mengine yasijibu kwa hasira ushuru wa Marekani, akiamini kuwa subira ilikuwa njia bora ya kushughulikia mvutano wa kibiashara. Aligusia pia suala la Greenland, akisema kuwa eneo hilo limekuwa katika fikra za marais wa Marekani kwa zaidi ya miaka 150, kauli inayorejesha mjadala mkali kuhusu maslahi ya kimkakati ya Marekani katika maeneo ya Arctic. Hotuba ya Macron Davos inaonyesha Ulaya ikisimama katika njia panda ya kihistoria kati ya kulinda misingi yake ya maadili na sheria na kujilinda katika dunia inayoongozwa na nguvu, teknolojia na kijeshi. Wito wake wa mageuzi, uwekezaji mkubwa na kuimarisha ulinzi unaashiria kuwa Ulaya haitaki kubaki mtazamaji katika ushindani wa kimataifa, bali inataka kujitengenezea nafasi mpya katika dunia isiyo na uhakika.